Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mtu wa Mungu, ninakukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo, na nikukumbushe tupo kwenye mwezi wetu wa kukumbukwa na Bwana. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayenisikiliza, ndani ya mwezi huu Mungu ataenda kukukumbuka. Mungu atakumbuka maisha yako. Mungu atakumbuka kazi na biashara zako. Mungu atakumbuka vitu vyote ambavyo vipo kwenye mikono yako, vitu vyote ambavyo vipo kwenye miji yako, vitu vyote ambavyo ulikuwa unadhani ya kwamba Mungu amevisahau. Usiku wa leo utaona wema wa Mungu na fadhili zake zikikumbuka yote kwa jina la Yesu Kristo. Sasa ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu ninasema asante kwa ajili ya fadhili zako. Mungu ninasema asante kwa ajili ya upendo wako. Usiku Baba, ninawanyanyua watu wote na kuwasogeza mbele ya madhabahu yako Bwana Yesu. Baba, tunaomba wema wako na mkono wako ukatufunike watu wote tunaosikiliza kipindi hiki kwa damu ya Yesu Kristo. Usiku wa leo ukatufundishe. Usiku wa leo ukaseme nasi. Usiku wa leo ukatupe maelekezo. Nini tunapaswa kufanya ili tuweze kuona uwepo wako na wema wako kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu. Lakini Mungu wetu, zaidi ya yote ukatuponye, ukatusaidie, ukatutoe kwenye maangamizi ya nguvu za giza na vifungo vyote vya yule mwovu adui shetani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, nimetoka kukwambia tupo kwenye mwezi wetu wa kukumbukwa na Bwana. Na mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu tumekuwa tunasimamia mistari mikuu miwili. Na mstari wa kwanza unatoka kwenye Mwanzo 8:1. Na neno la Mungu linasema hivi: na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Mtu wa Mungu, unaposoma hili andiko unaona ya kwamba Mungu alimkumbuka Nuhu. Na Nuhu hakuwa peke yake, lakini alikuwa na vitu vyote alivyokuwa navyo kwenye safina. Na Nuhu alipokuwa kwenye safina alikuwa anapita kwenye kipindi cha gharika. Maji yalikuwa mengi, Bwana Yesu asifiwe. Lakini andiko linasema Mungu alipomkumbuka Nuhu akavumisha upepo, na ule upepo ambao ulivuma ukaanza kupunguza maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake ule upepo ukawa unashughulika na gharika ambayo ilikuwa inamkabili Nuhu. Mtu wa Mungu, ndani ya mwezi huu ambao Mungu anakukumbuka wewe, kuna vitu ambavyo Mungu ataenda kufanya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakusaidia. Mungu ataondoa gharika ambayo inakusumbua, na wewe na nyumba yako mtakuwa salama kabisa kwa jina la Yesu Kristo. Lakini mstari wa pili ambao tunasimama nao pia unatoka kwenye Isaya 49:15. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu linasema hivi: je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi: naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma andiko hili, mtu wa Mungu, neno la Mungu linatuonyesha ya kwamba mtu anaweza kukusahau. Mwanadamu anaweza kukusahau. Rafiki yako, wapendwa wako, watu ambao ulikuwa unawaamini watasimama pamoja na wewe, wanao uwezo wa kukusahau. Hata mama yako mzazi aliyekuzaa na akakunyonyesha anao uwezo wa kukusahau. Lakini neno la Mungu linatueleza Mungu peke
peke yake, mtu wa Mungu, hawezi kukusahau kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Mungu hawezi kukusahau, kwa hiyo ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, Mungu atakukumbuka. Atakumbuka maisha yako, atakumbuka sikitiko lako, atakumbuka maumivu ulionayo na atayaondoa, atakusaidia. Kwa nini Mungu atakusaidia? Yeye Mungu hana utaratibu wa kumsahau mtu wake, kumsahau mtoto wake, kumsahau mwanadamu aliyemuumba, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo furahia, mtu wa Mungu, usiku wa leo. Kuwa na imani, mtu wa Mungu. Kuwa na imani tena ya kwamba vitu vinavyokukabili vitaondoka, kwa sababu Mungu atakukumbuka. Na Mungu ana kawaida moja, mtu wa Mungu, akimkumbuka mtu yeyote, kuna kitu Mungu anafanya. Alipomkumbuka Nuhu, alivumisha upepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe atakapokukumbuka, kuna kitu Mungu atafanya, na maisha yako yote yatabadilika kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, tuendelee na somo letu la siku ya leo. Na kama unaandika, basi ninaomba uandike kichwa cha somo cha siku ya leo. Kinasema hivi: Mungu akukumbuke na afufue vitu vyako vyote vilivyokufa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba kurudia kichwa cha somo na ukiandike vizuri. Mungu akukumbuke na afufue vitu vyako vyote vilivyokufa kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, usiku wa leo Mungu atatufanyia kitu kizuri sana. Usiku wa leo Mungu atatushangaza sana, kwa sababu vitu vyote vilivyokufa kwenye maisha yako usiku wa leo vinaenda kufufuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vyako vyote vilivyopoteza uhai, vitu vyako vyote vilivyopoteza tumaini, vitu vyako vyote vinavyoonyesha vina hali mbaya na vitakuwepo tena, usiku wa leo vinaenda kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atavifufua. Mungu atakukumbuka, mtu wa Mungu, na akikukumbuka leo atafufua vitu vyako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wananisikiliza usiku wa leo, lakini vipawa kwenye maisha yao vimekufa. Mtu ulikuwa na kipawa cha kuomba, lakini ghafla ukioni kile kipawa tena. Nguvu ya kuomba huna, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ulikuwa na kipawa cha kuimba, mwingine ulikuwa na kipawa cha kufunga. Bwana Yesu asifiwe, lakini vimekufa, mtu wa Mungu. Kuna mwingine unanisikiliza leo, afya yako imekufa, mtu wa Mungu. Hauna uzima kwenye mwili wako, magonjwa yamekujaa ndani ya mwili wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu, usiku wa leo vinaenda kufufuka. Kuna mwingine unanisikiliza sasa hivi, tabasamu lako limekufa. Hauna kicheko kwenye maisha yako. Tabasamu limekufa kwa watoto wako. Tabasamu limekufa kwa wazazi wako. Tabasamu limekufa kati ya mke na mume. Mambo yametokea ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Tabasamu limekufa kwenye familia. Mtu wa Mungu, Mungu atavifufua vitu vyote hivyo vilivyokufa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu unanisikiliza leo, ukumbuki mara ya mwisho ulicheka lini. Kwa sababu gani? Ya mateso kwenye maisha yako, kwa sababu ya magumu yanayokuzunguka. Ukiwaona watu wanacheka na kufurahi, unawashangaa. Muda mrefu sana umepoteza kicheko. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine amani kwenye mioyo yenu imekufa. Kuna wengine ndoa kwenye maisha yenu zimekufa. Kuna wengine unanisikiliza sasa hivi, mahusiano yenu yamekufa. Mwingine ulikuwa na mahusiano, mwanaume akaja nyumbani, akatoa mahali, mkafanya na vikao, lakini ghafla ile ndoa imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine mkaka, ulimpata mdada mzuri, ukamchukua, ukampeleka kwa wazazi, unamwambia ninataka tuendelee na mipango, ghafla umuoni, amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Nini vimesababisha hivi? Uharibifu wa nguvu za giza, uharibifu wa shetani. Neno la Mungu linasema hivi, shetani haji ila aibe,
achinje na kuharibu. Kwa hiyo kusudi la shetani ni kuua vitu kwenye maisha yetu, kuua vitu kwenye mazingira yetu, kuua vitu kwenye familia yetu. Mungu anasema nimekukumbuka, na kwa sababu nimekukumbuka, vitu vyako vyote, mtu wa Mungu, vinaenda kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wamefiwa na watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine ni biashara zao zimekufa. Wengine walikuwa na bidii ya kusoma neno la Mungu, mtu wa Mungu, lakini ile bidii imekufa. Ile kiu ndani ya moyo wako imekufa. Mwingine ulikuwa unampenda Mungu, lakini hujui kitu gani kimeingia ndani ya moyo wako, kimekufa. Ule mchakato wa kumpenda Mungu ndani ya moyo wako haupo, umekufa, umezikwa. Hata wewe mwenyewe ukijiangalia haujui umepatwa na jambo gani. Usiku wa leo hivyo vitu vyote, mtu wa Mungu, vinaenda kufufuliwa kwa damu ya Yesu. Mwingine ulikuwa na tabia njema, unapenda kuwasalimia wazazi, lakini uhusiano wako na wazazi umekufa, au wasalimii. Mwingine ulikuwa unapenda kuweka bidii kwenye kazi, kazi haufanyi tena, ile hali imekufa. Wewe unapenda kukaa tu, haupendi kutumwa, haupendi kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Vitu vyote hivyo vilivyokufa, usiku wa leo tunaenda kuvifufua kwa jina la Yesu. Na mwingine, kwa sababu hivyo vitu vyote vimekufa, kwa hiyo umezaa tabia ya kujitenga. Unapenda kukaa mwenyewe, hautaki kujumuika na wenzako. Umeingiza hadi roho ya kukataliwa. Kwa sababu gani? Mauti. Bwana Yesu asifiwe. Mauti imeingia kwenye familia zetu. Mauti imeingia kwenye kazi zetu. Mtu mwingine ulikuwa unafanya biashara vizuri, ulikuwa mfanya biashara mkubwa kwenye miaka kadhaa, ukapata gharika, umeacha tena, hautaki tena kufufua biashara yako, hautaki tena kufufua vipawa vyako. Umekuwa mtu wa sikitiko jingi, umekuwa mtu ambaye hauna uelekeo. Plani zako zimekufa, wazo limekufa, akili yako imekufa. Hauwazi chochote ambacho utaweza kufanya kuleta mabadiliko kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, usiku wa leo Mungu anasema nimekukumbuka. Na kwa sababu nimekukumbuka, nimekuja. Nataka kufufua vitu vyako vyote vilivyokufa. Kuna mwingine, mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu ananiambia ulikuwa unafanya kazi, na ulivyokuwa unafanya kazi ukafukuzwa kazini kwa ajili ya migogoro. Baada ya pale ukaanza kutafuta kazi nyingine, haupati. Kwa sababu hiyo umesusa. Bwana Yesu asifiwe. Hata vyeti vyako vilipo ujui, umekasirika. Kwa nini umekasirika? Mauti imekuvaa ili uzime maisha yako, ili uzime future yako, ili uzime career yako, ili uzime mipango yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ulikuwa na bidii, ni msomi, lakini watu wakikuangalia hawajui hata kama ulisoma. Wewe mwenyewe una kumbukumbu. Kwa sababu gani? Mauti. Usiku wa leo, mtu wa Mungu, Mungu amekukumbuka na utaenda kufufuka kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba tuendelee mbele. Dada Krista, naomba nisomee Ezekieli 37 mstari wa 1 mpaka wa 6. Ezekieli 37 mstari wa 1 mpaka wa 6. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Hapo dada Krista, nataka kwanza nikueleze, mtu wa Mungu, unielewe, alafu nikupeleke mbele uone kitu gani ambacho Mungu amekusudia kukifanya leo kwenye maisha yako. Neno la Mungu linasema hivi: mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Mtu wa Mungu, nimekuonyesha vitu vingi kwenye maisha yako ambavyo vimekufa. Ukiona hali ya vitu vimejaa mifupa, maana yake vimekufa, vimeoza, vimeisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona Roho Mtakatifu
kitu ambacho amefanya kwetu leo, ametuchukua, ametuleta kwenye maisha ya watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na anasema akanionyesha bonde. Katikati ya bonde limejaa mifupa. Maana yake nini? Vipawa vimekufa, ni mifupa mitupu. Maana yake nini? Vicheko, tabasamu, ndoa, kazi, biashara, vyote hivyo vimekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nisomee dada Krista wa mstari wa kwanza. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema nalo limejaa mifupa. Kwa hiyo hilo bonde limeua vipawa vingi. Hilo bonde limezika watu wengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo vitu vyote vimezikwa, mtu wa Mungu, havionekani kwamba vitaishi tena, havionekani kwamba vitaumbwa tena, lakini kwa namna ambavyo vimejaa mifupa mpaka huwezi kusema kitu gani ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisomee mstari wa pili. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Hapo Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema akampitisha kwenye lile bonde. Akasema hivi, akanipitisha karibu nayo pande zote. Kwa hiyo Mungu alikuwa anampitisha huyo Ezekieli pande zote, anamwambia angalia. Pande zote anamwambia angalia. Alafu anasema akampitisha karibu nayo, anamwambia angalia hii afya ilivyokufa. Angalia hii kazi ilivyokufa. Angalia hii ndoa ilivyokufa. Angalia haya mahusiano yalivyokufa. Na vimekuwa ni mifupa mitupu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mifupa mikavu. Na anamwambia, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, unapitia hali ngumu, alafu kavu sana. Hapaonekani kama kuna chemchem hata kidogo. Hapaonekani kama kuna unyevu. Yaani kuna kitu kinaweza kikapandwa kikaota. Lakini nimekwambia, Mungu akimkumbuka mtu, kuna kitu anafanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiku wa leo Mungu ametukumbuka. Na kwa sababu ametukumbuka, anasema anataka kufufua vitu vyote ambavyo vimekufa kwenye maisha yetu. Endelea mbele dada Krista. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ametupitisha kwenye hali iliyopo. Anakuonyesha, angalia vipawa. Huyu mtu alikuwa na uwezo wa kuimba. Huyu mtu alikuwa na uwezo wa kuburudisha. Huyu mtu alikuwa na uwezo wa kuomba. Huyu mtu alikuwa na uwezo wa kuhubiri, lakini hamna, hawezi tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wewe ukiulizwa unaweza kufanya kazi, auoni kama unaweza, kwa sababu hali imekuwa mbaya. Uoni uelekeo wa maisha yako, auoni mlango wa kutokea. Ndio maana neno la Mungu linasema, akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aliyekuwa anaulizwa namna ambavyo aliangalia ile mifupa ilivyokuwa mingi, ile mifupa ilivyokuwa mikavu, hata yeye alikuwa hana uhakika ya kwamba anaweza kuishi. Mtu wa Mungu unanisikiliza sasa hivi, lakini hauna uhakika kama unaweza tena. Hauna uhakika kama utapata ndoa tena. Mwingine huna uhakika kama una uwezo wa kuzaa tena, kwa sababu ulipata matatizo ukaondolewa hadi kizazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine afya ni mbaya, ana uhakika kama atapona tena. Daktari amekwambia kansa ilipofika utakufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine unaambiwa HIV mahali ilipofikia unakufa. Mwingine umepata ajali, hali yako ni mbaya, auoni matumaini. Angalia kitu gani ambacho anaulizwa huyu mwanadamu. Mwanadamu huyu ni nani? Ni wewe. Usiku wa leo Mungu anakuuliza, je, waweza kuishi tena? Je, unayo imani tena? Je, tunaweza kuendelea mbele tena? Unaweza kurudia kipawa nilichokupa? Mwingine Mungu ameweka uwezo wa kupika ndani yako. Una uwezo wa kupika vitafunwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine una uwezo wa kupika chakula ukauza, lakini hauoni huo uwezo. Kwa nini mauti
Mifupa ni mikavu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna unyevunyevu kabisa, hakuna dalili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia neno la Mungu, mtu wa Mungu, wanadamu wanao uwezo wa kukusahau. Marafiki wanao uwezo wa kukusahau. Watu wanao uwezo wa kukusahau, lakini Mungu hawezi kukusahau. Amen. Soma mstari unaofuatia da Krista. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya: tazama, mimi nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Amen. Ukisoma maandiko haya, mtu wa Mungu, unaona Mungu anachomwelezea mwanadamu. Anamwelezea Ezekieli kwa habari ya ile hali iliyokuwepo, mtu wa Mungu. Anasema hivi kwenye mstari wa 4, akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Mtu wa Mungu, usiku wa leo tutatoa unabii juu ya vitu vyetu vilivyokufa. Amen. Tutatoa unabii juu ya hali zetu zilizokufa. Amen. Tutatoa unabii juu ya familia zetu zilizokufa. Amen. Mwingine unaiangalia familia yako, unajiona wewe peke yako ndio una uwezo wa kuibebelea ile familia. Watu wengine wote hawana uwezo kwenye familia. Wewe mwenyewe unajiangalia, unajiona hali yako ni mbaya, na Mungu anakuuliza, je, familia yako inaweza ikanyanyuka tena? Usiku wa leo Mungu anakwambia toa unabii kwa habari ya familia yako. Amen. Ya kwamba familia yako itanyanyuka tena. Watu ya familia yako wataweza tena. Ndoa itapatikana kwenye familia yako. Amani itapatikana kwenye familia yako. Kazi zitasikika kwenye familia yako. Vigelegele vitasikika kwenye familia yako. Amen. Vicheko vitasikika kwenye familia yako. Amen. Huzuni zitaondoka kwenye familia yako. Mungu anamwambia toa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye hii mifupa. Kwa hiyo usiku wa leo, mtu wa Mungu, vitu vyako vyote vilivyokufa Mungu amekukumbuka na vitakuwa hai tena. Amen. Kwa nini vitakuwa hai? Tutatoa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linaendelea, nasema hivi, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Kwa maneno yetu hatutaweza kuuisha chochote. Kwa maneno yetu hatutaweza kufufua chochote. Lakini kwa neno la Bwana, Amen, mifupa mikavu itaishi tena. Kwa neno la Bwana, kazi yako itapatikana tena. Amen. Kwa neno la Bwana, ndoa yako itakuwa na amani tena. Amen. Kwa neno la Bwana, utaweza kubeba mimba tena. Amen. Kwa neno la Bwana, afya yako itarudi tena kwa jina la Yesu Kristo. Nisome mstari wa 5. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya: tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, leo pumzi itakuja kwenye vitu vyako vilivyokufa. Na vitu vyako vyote vilivyokufa vitaishi tena. Amen. Kwa jina la Yesu. Mimi sijui kitu gani ambacho kimekufa kwenye maisha yako na umekikatia tamaa. Lakini neno moja ninalolijua kwa habari ya pumzi ya Bwana. Na Mungu anasema kwenye huu mstari wa 5, Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya: tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Kwa hiyo pumzi itakuja kwenye vipawa. Pumzi itakuja kwenye bidii yako ya kusoma neno. Amen. Pumzi itakuja kwenye mifupa yako, mtu wa Mungu. Amen. Pumzi itaingia kwenye biashara yako. Pumzi itakuja kwenye mji wako, mtu wa Mungu. Amen. Pumzi itakuja kwenye ardhi yako ambayo ilikuwa imekataliwa na kuzama pooza. Pumzi itauisha tena. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Nisomee mstari wa 6. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, Mungu akikukumbuka kuna kitu anafanya. Amen. Na usiku wa leo Mungu ametukumbuka. Na kwa sababu ametukumbuka, amekuja kwetu. Na usiku wa leo kuna vitu Mungu anataka kufanya. Vitu gani? Kwenye mstari wa 6. Anayefanya kazi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia Mungu alipomkumbuka Nuhu, Mungu
ndio alivumisha upepo akuwa Nuhu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anapomkumbuka mtu, kuna kitu Mungu anatenda, na hicho kitu ambacho Mungu anatenda ndiyo kinaleta badiliko kwenye maisha ya mwanadamu. Amen. Ukisoma hapa, kuna kitu Mungu anafanya, anasema hivi, nami nitatia mishipa juu yenu. Anayetia mishipa ni nani? Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, haijalishi hali yako ni mifupa mikavu kiasi gani, haijalishi mauti iliyokupiga imekuzeesha au imekuozesha kiasi gani, usiku wa leo Mungu atatia mishipa juu ya hicho kitu. Amen. Kwa hiyo hicho kitu kitapata uhai tena. Anasema hivi, nami nitaleta nyama iwe juu yenu. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye umeisha kwa ajili ya magonjwa, mtu yeyote ambaye umeisha kwa ajili ya umaskini na tabu, Mungu anasema nitatia nyama iwe juu yenu. Kwa hiyo nyama itakuja juu yako. Nyama itakuja juu ya vitu vyako. Nyama itakuja juu ya mji wako, na kwambia utaona badiliko kuu. Amen. Mahali palipokataliwa patakuwa mji wa makimbilio. Amen. Watu watakuangalia, watasema aise, tulijua amepotea. Lakini hautapotea tena. Kwa sababu gani? Mungu amekukumbuka. Amen. Anasema hivi, na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo usiku wa leo ninatamka ishi, mtu wa Mungu. Amen. Vitu vyako viishi kwa jina la Yesu. Amen. Nyumba yako iishi kwa jina la Yesu. Amen. Uzao wako uishi kwa jina la Yesu. Amen. Mungu anasema hivi, nami nitatia pumzi juu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Nimekuambia mwezi huu ni mwezi wa kukumbukwa na Bwana. Na Bwana atatukumbuka, na sisi tutasema ndiyo, Bwana ametukumbuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tuendelee mbele kidogo. Dada Krista, nisomee Luka 24 mstari wa 6 hadi wa 7. Luka 24 mstari wa 6 hadi wa 7. Ayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya. Akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusilibiwa na kufufuka siku ya tatu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma andiko hili, mtu wa Mungu, tunaambiwa kwa habari ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma huu mstari wa 7, anasema hivi, akisema imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unamuona Yesu alitiwa mikononi mwa watu wabaya. Unamuona Yesu alikataliwa. Unamuona Yesu alidhiakiwa. Unamuona Yesu alipita kwenye mateso na changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mateso na changamoto yalimpelekea Yesu kufa. Dada Krista, nisomee Luka 9:22. Ngoja niwaonyeshe kitu. Luka 9:22. Akisema, imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamuona Yesu anapitia kwenye mateso mengi. Unamuona Yesu anapitiwa kwenye kukataliwa tena na wazee. Unamuona Yesu anakataliwa na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, umepitia mateso kwenye maisha yako. Umepitia tabu kwenye maisha yako. Umepitiwa kukataliwa kwenye maisha yako. Hivyo vitu vyote vimekupelekea kwenye mauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo vitu vyote vimekufanya ufe. Mtu wa Mungu, kuna watu wamekufa leo kwa sababu wamekataliwa kwenye kazi zao. Kwa hiyo kazi zimekufa. Kwa sababu gani? Wamekataa kipawa ulicho nacho. Wamekataa ujuzi ulio nao. Kuna watu wanapata sonono, wamekataliwa kwenye uongozi. Kwa sababu gani? Wakuu wamewakataa. Wamewakataa kuwakubali. Kuna mtu amekataa kupitisha saini yake wewe upite ulipokuwa unatakiwa kupita. Unaona hii changamoto anakutana nayo Yesu. Neno la Mungu linasema hivi, akisema imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi. Yesu anapata mateso mengi kama ambayo wewe mtu wa Mungu unapata. Anasema hivi, na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi. Unamuona Yesu anapita kwenye trauma ya kukataliwa. Wakuu wanamkataa kwenye mji wake. Watu wanamtesa kwenye mji wake. Tena wanamdhihaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Luka 24:6, Yesu anakufa. Lakini yale mateso
ambayo Yesu yalimpata akafa yanampikisha kwenye ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mateso yanaweza yakakuua. Mtu wa Mungu, kukataliwa kuna uwezo wa kukuua. Lakini usikae kwenye mauti siku zote. Amen. Mtu wa Mungu, hata Yesu alipitia mateso, alipitia kukataliwa, alipitia dhiaka, lakini akukubali kukaa kaburini. Mtu wa Mungu, siku zote. Amen. Usiku wa leo ndio tumeteseka kwenye familia, ndio tumeteseka kwenye nyumba zetu, ndio tumekataliwa kwenye miji yetu, tumekataliwa kwenye masoko, tumekataliwa na wateja, tumekataliwa kwenye kazi, tukasusa, tukaacha. Mtu wa Mungu, wakikukataa Kariakoo, kafungue biashara Kinondoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikubali kuzika vipawa ulivyo navyo. Amen. Usikubali kuzika tabasamu ulilonalo. Amen. Usikubali kuzika furaha ulionayo. Amen. Amekukataa mtu mmoja akasema wewe ni mbaya, sikuoi. Mtu wa Mungu, yupo atakaye kuona wewe ni mzuri. Usijikatae ukajiua, ukajimaliza, ukakaa kwenye mauti. Lakini ninakwambia habari, hata kama hali yako imefika kuwa mifupa mikavu, neno la Mungu linasema hivi, itaweza kuishi tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu mwenyewe aliipitia hii hali, lakini Yesu mwenyewe alifufuka. Amen. Kwa hiyo kama Yesu alifufuka, kama Yesu aliweza tena, kama Yesu aliinuka tena, usiku wa leo hakuna mtu atakayebaki kwenye hali yake ya kufa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Narudia tena, usiku wa leo hakuna mtu atakayebaki kwenye hali yake ya kufa kwa jina la Yesu. Amen. Haijalishi kilichokuua ni mateso, lakini nakwambia usiku wa leo mateso yatakoma. Amen. Na wewe utafufuka. Amen. Haijalishi kilichokuua ni kukataliwa kwenye mji wako. Nakwambia usiku wa leo tutaachana na kukataliwa. Tutaikataa roho ya kukataliwa. Amen. Na wewe utanyanyuka tena. Amen. Kwa jina la Yesu. Ninao uhakika wa jambo hili. Kwa sababu gani? Yesu alifufuka. Yesu alifufuka. Amen. Dada Krista, nisomee Warumi 8:11. Warumi 8:11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia mtu wa Mungu, leo unafufuka. Vitu vyako vinafufuka. Amen. Mali zako zinafufuka. Amen. Familia yako inafufuka. Amen. Kazi yako inafufuka. Amen. Maisha yako yanafufuka. Amen. Afya yako inafufuka. Amen. Tabasamu na vicheko vinafufuka. Amen. Kwa sababu gani? Ninao uhakika. Kwenye Warumi 8:11. Yesu alifufuka, wote tunajua alifufuka. Na neno la Mungu linasema hivi, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, roho ile ile iliyomfufua Yesu kutoka kaburini, roho ile ile iliyomfuata Yesu kutoka kaburini, inakaa ndani yetu. Amen. Mtu wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hauna haki ya kukaa kwenye mauti yako milele. Amen. Hauna haki ya kuendelea kuomboleza hadi leo, kwa sababu hujui neno hili. Mtu wa Mungu, roho ile ile iliyomfufua Yesu kutoka katika wafu, neno la Mungu linasema anakaa ndani yetu. Amen. Kwa hiyo roho ile ile tutaiambia, fufua mifupa hii. Amen. Fufua hali zetu hizi. Fufua ukavu huu. Ondoa ukame huu. Nini kimekufa kwenye maisha yako? Kitu gani ukikiangalia unaomboleza? Mtu wa Mungu, au lali kwa amani, unalia, umekata tamaa, unamwambia Mungu hakupendi? Ni kwa sababu hujasoma Warumi 8:11. Amen. Neno la Mungu linasema, lakini mtu wa Mungu, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu
anakaa ndani yenu. Maana yake mtu wa Mungu, mimi na wewe, ndani yetu tunaye roho, ile roho iliyomfufua Yesu katika wafu. Amen. Na mpaka leo ulimwengu unatikisika kwa sababu Yesu yuko hai. Na mpaka leo maisha yetu yako sawa kwa sababu Yesu yuko hai. Na mpaka leo mapepo, mashetani, waganga, wachawi wanatikisika kwa sababu Yesu yuko hai. Yesu alikuwa hai kwa sababu moja, Roho Mtakatifu alienda kaburini, akamtoa Yesu kaburini. Roho huyo mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema yupo ndani yetu. Amen. Yupo ndani yetu. Amen. Anaishi ndani yetu. Amen. Hujataka kumtumia mtu wa Mungu. Ndio maana neno la Mungu linatueleza, ukisoma kule Ezekieli, mifupa hii yaweza kuishi. Akasema nitatia pumzi. Wewe umeshindwa kutia pumzi, Mungu atakuja atatia pumzi. Amen. Kwa nini anatia pumzi? Roho yupo Roho Mtakatifu. Usiku wa leo atatufufua wote. Amen. Usiku wa leo atafufua vitu vyetu vyote. Amen. Usiku wa leo ataondoa msiba ulionao. Usiku wa leo atarejesha tumaini lako lililokufa. Mtu wa Mungu, wewe sio wa kwanza kukataliwa. Wewe sio wa kwanza kufukuzwa na watu. Wewe sio wa kwanza kupata mateso na shida. Yesu alipata. Lakini neno la Mungu linasema alipata mateso, alipata tabu, alikataliwa. Ile hali ikamfanya Yesu afe. Alipigwa Yesu, alipondwa Yesu, alitukanwa Yesu, alichekwa Yesu, akafa. Lakini neno la Mungu linasema siku ya tatu akafufuka kutoka kaburini. Mtu wa Mungu, siku ya tatu yako imefika. Amen. Fufuka kwa jina la Yesu. Amen. Fufuka kwa jina la Yesu. Amen. Toka kaburini. Amen. Hatuna historia ya kukaa kaburini wiki, ni siku tatu tu, mtu wa Mungu. Amen. Kwa nini? Kwa sababu roho ile iliyomfufua Yesu na ilimwacha akae kaburini siku tatu tu. Kwa hiyo na wewe siku tatu yako imefika. Ndio maana Mungu anasema nimekukumbuka. Sasa nimekuja, nataka ufufuke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka uishi tena. Nataka uwe hai tena. Nataka uwe mzima tena. Kwa hiyo tabiri, mtu wa Mungu, kwa habari ya vitu vyako. Amen. Toa unabii kwa habari ya maisha yako. Amen. Toa unabii kwa habari ya familia yako. Amen. Toa unabii kwa habari ya ndoa yako. Amen. Toa unabii kwa habari ya mahusiano yako. Amen. Toa unabii, mtu wa Mungu. Umelia, imetosha. Jifute machozi, mtu wa Mungu. Angalia hali yako, angalia hiyo mifupa mikavu, alafu mwambie Mungu, wewe wajua, mimi sijui. Lakini neno lako linasema kwenye Warumi 8:11, roho ile iliyomfufua Yesu inakaa ndani yangu. Amen. Ninalo neno la Bwana, hilo tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee Yohana 3:16. Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Mungu anakufufua leo? Anakupenda. Kwa nini Mungu anakufufua leo? Wewe ni mtu wake. Kwa nini Mungu anakufufua leo? Amefanya agano na wewe. Kwa nini Mungu anakukumbuka leo mpaka amekuja anasema anataka kukufufua? Ni kwa sababu ya Yohana 3:16. Mungu aliupenda ulimwengu, mtu wa Mungu. Mungu alinipenda mimi na wewe, mtu wa Mungu. Amen. Kwa sababu alitupenda akamtoa Yesu aje ulimwenguni, mtu wa Mungu. Aje anifie mimi na wewe, mtu wa Mungu. Atufanye agano ndani ya damu yake. Na kwa sababu ametununua na damu yake, ndio maana atulii. Anatuambia, someni Warumi 8:11. Amen. Mimi nimefanya agano na nyinyi. Nyinyi ni watoto wangu. Siwezi kuacha dhambi, siwezi kuacha dhiki, siwezi kuacha mateso na watu wajinga waliowakataa wakafanya mfe. Akati mimi nimegharamikia. Nimekuja kufanya agano na wewe. Amen. Nimekununua. Amen. Nataka uwe hai. Sasa rudi kwenye neno langu. Roho ile iliyonifufua mimi Yesu, ambaye ndio nilikuja ulimwenguni, nikakufia, nikapitia ziki ulionayo, nataka ufufuke. Amen. Kwa hiyo usiku wa leo tunafufuka. Amen. Unataka unafufuka, au taki unafufuka. Amen. Kwa sababu gani? Neno la Bwana linasema, mtu wa Mungu, nimekwambia Mungu akikukumbuka
kuna kitu anafanya. Amen. Akikukumbuka akuachi upite bure. Akuachi upotee. Ameona machozi yako. Sasa yatosha. Kuna kitu unatakiwa ufanye usiku wa leo. Rudi kwenye Warumi 8:11 mtu wa Mungu. Rudi kwenye Yohana 3:16 mtu wa Mungu. Mungu alipofanya agano ili kila mtu asipotee. Ataki upotee. Ataki ukae uwe mifupa mikavu. Ataki waibike. Anajua mateso, yeye alipita kwenye mateso. Vitu vyote vina muda mtu wa Mungu. Amen. Toka kwenye shida ulionayo. Amen. Toka kwenye changamoto ulionayo. Amen. Iangalia hali yako, iambie na kujia kwa jina la Mungu. Najua umekufa, lakini ndani yake kuna uhai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee Matendo 17:28. Matendo 17:28. Kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana ndani yake Yesu tunaishi. Amen. Ndani yake Yesu tunakwenda. Amen. Ndani yake Yesu tunakuwa na uhai wetu. Na yeye ndio alikuja kutuokoa sisi. Akatufanya kuwa agano pamoja naye. Amen. Akatununua. Akatuweka tuwe ndani yake. Kwa hiyo sisi tu mwili mmoja pamoja naye. Amen. Kwa sababu tunaishi, tunakwenda, tunakuwa na uhai wetu. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kitabaki kuwa mauti. Amen. Kwenye maisha yako. Vitu vyote vinatakiwa vifufuke usiku wa leo. Amen. Vitu vyote vinatakiwa viinuke usiku wa leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee Yohana 15:7 tukaombe. Yohana 15:7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi ombeni mtakalo lolote. Mtu wa Mungu, mwambie Mungu unataka afufue kitu gani kwako. Amen. Neno la Mungu linasema ombeni mtakalo lolote. Hajatuwekea kipimo mtu wa Mungu. Hajatuwekea mpaka mtu wa Mungu. Hajatucholea mstari. Amesema lolote utakalo atalifufua. Kwa nini atalifufua? Amefanya agano na wewe mtu wa Mungu. Amen. Anasema maneno yangu yakikaa ndani yenu na nyinyi mkikaa ndani yangu. Unakaaje ndani ya Yesu? Kwa kuokoka. Amen. Kwa kumkiri yeye kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Na yeye akija ndani yako na Roho Mtakatifu naye anaingia ndani yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo usiku wa leo, kwa sababu tunao ujasiri, tunamwendea mbele zake. Tunasogea mbele ya kiti cha rehema. Tunamwambia Mungu, umetuita usiku wa leo. Umesema umetukumbuka. Na umesema unataka kutufufua. Kutufufua na vitu vyetu vyote vilivyokufa. Amen. Tumelia Mungu, sasa yatosha. Tunasogea mbele zako, tufufuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyanyua mikono yako juu mtu wa Mungu. Mshukuru Mungu mahali ulipo. Randa kabade. Bwana Yesu nakushukuru. Jekori yakataya. Asante kwa neema yako. Dekori yakamanda Asante kabade. kwa fadhili zako. Zoro bo 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 Asante kwa bo. neno lako. Jekata Asante ramanda maana kababa leo baba. umesema nasi. Rekomanda Asante kwa kabade. ajili ya Shukuru Roho Mungu wako mtu wa Mungu. Mtakatifu. Jekota Baba, ramanda tunakushukuru. kabade. Asante Rekomanda kwa kababa sababu baba baba umetusema baba. utatufufua. Zerekanda Yesu, kabade. tunakushukuru. Rikomanda kabade. Asante kwa wema Jere wako. bebe bebe Asante bebe. kwa fadhili zako. Rikomanda Asante kabade. kwa uaminifu Jekori wako. amanda kabade. Asante Baba. Zoro baba Asante baba 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 baba. mwaminifu. Maana umetununua kwa gharama. Maana umetununua kwa gharama. Maana wewe umetupenda kwanza. Tunakushukuru. Tunalibariki jina lako. Asante kwa neema yako. Kwa jina la Asante kwa Yesu. fadhili zako. Kwa jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru. Ninakushukuru. Ninasema asante. Ninasema asante. Neno lako linasema. Neno lako linasema. Kwenye Warumi 8 mstari wa 11. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu. Yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Bwana Yesu, usiku wa leo ninasogeza vitu vyangu vyote ambapo
vipo kwenye hali ya kufa. Ninasogeza vitu vyangu vyote ambavyo vimekufa usiku wa leo sawa na neno lako uliloniambia, kwa roho yule aliyemfufua Yesu anakaa ndani yetu, basi atatufufua na vitu vyetu. Usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye kila jambo lililokufa kwenye maisha yangu. Usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu kwenye kila kitu changu kilichokufa kwenye maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye vitu vyangu vyote kwa jina la Yesu. Nanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu Kristo, nanyunyiza damu ya Yesu Kristo, ile ya mwana kondoo kwenye vitu vyangu vyote vilivyokufa. Usiku wa leo ninanyunyiza damu ya Yesu, damu ya thamani kwenye vitu vyangu. Nenda mbele za Mungu, nyunyiza damu ya Yesu kwenye vitu vyako vyote ambavyo vimekufa na unataka Mungu avifufue. Baba, katika jina la Yesu ninakuja mbele zako, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye vitu vyangu vyote vilivyo katika hali ya kufa. Ninanyunyiza damu ya Yesu, damu ile ya mwana kondoo, damu ile ya mwana kondoo. Ninanyunyiza damu ya Yesu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye vipawa vyangu, kipawa cha kuomba, kipawa cha kuimba, kipawa cha kufunga, cha kusoma neno. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye afya yangu iliyokufa. Nanyunyiza damu ya Yesu kwenye tabasamu, kwenye kicheko changu, kwenye amani yangu, kwenye ndoa yangu. Rada baba damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu vyote vinyunyizie hivyo vitu, vinyunyizie hivyo vitu. Rekomanda jaraba baba zaraba baba zaraba baba jaraba baba, nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza damu ya Yesu kwenye moyo wako, kwenye nafsi yako. Jaraba baba zora kamanda kabade, nyunyiza damu ya Yesu, nyunyiza hiyo damu, nyunyiza hiyo damu kwenye familia yako, kwenye familia yako, kwa wazazi wako, kwa pande zote. Nyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu iende, damu ya Yesu iende, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo kwenye hizo tabia zako, kwenye hizo addiction, kwenye hizo ndoto. Peleka damu ya Yesu, peleka damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya ufufuo, damu ya ufufuo, damu ya ufufuo. Randa baba rekomanda kabade saraba shata saraba baba, kwa watu wa familia yako wanyunyizie wote damu ya Yesu. Rakamanda kabade jaraba baba saraba baba, kuanzia kwenye utosi wa kichwa changu, kwenye nywele zangu, nanyunyiza damu kwenye mwili wangu, kwenye uso wangu, kwenye macho yangu, pua na masikio, kwenye ufahamu wangu, kwenye mdomo wangu, kwenye shingo, kwenye mikono, kwenye moyo, kwenye kifua changu, kwenye mikono, kwenye matiti yangu, kwenye kitovu, kwenye kiuno, kwenye miguu. Nyunyiza hiyo damu ya Yesu, nyunyiza hiyo damu ya Yesu, nyunyiza mtu wa Mungu. Damu inaenda, damu inaenda, damu inaenda, damu inaenda. Rakamanda zaraba baba zaraba baba zaraba baba jaraba baba zaraba baba zaraba baba. Omba mtu wa Mungu, rada baba, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye maisha yangu, nanyunyiza damu ya Yesu kwenye maisha yangu. Rekomanda baba zaraba baba zaraba baba iniweke salama, damu ya Yesu iende kwenye hali zote za uchumi, kwenye maisha kwenye hali ya yangu, nyumbani, kwenye uchumi kwenye wangu, mahusiano ya kwenye nyumbani, uchumi kwenye wangu, familia kwenye yako. afya yangu, Rakamanda kwenye kabade hatua zangu. zaraba Nanyunyiza damu, ruhusu ya damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye fikra zangu, kwenye macho yangu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninaomba chochote kilichokufa kwenye maisha yangu kifufuke kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Chochote kilichokufa kwenye maisha yangu ninatamka kwa damu ya Yesu kifufuke sasa hivi. Ninatamka kazi yangu kufufuka sasa hivi. Ninatamka
maisha yangu, fufuka sasa hivi. Ninatamka amani yangu, ninatamka kipawa changu, ninatamka imani yangu, ninatamka uzao wangu, ninatamka akili yangu, ninatamka shule yangu, ninatamka mahusiano yangu, ninatamka kumpenda kwangu Mungu, kusoma neno, imani yangu, fufuka kwa jina la Yesu, fufuka kwa jina la Yesu. Biashara yangu, taasisi yangu, kampuni yangu, uzao wangu, wazazi wangu, miji yangu, mashamba yangu, fufuka kwa jina la Yesu, fufuka kwa jina la Yesu. Vitu vyote vilivyokufa kwenye maisha yangu usiku wa leo ninatamka vinafufuka kwa jina la Yesu. Kipato changu, lango langu la uchumi usiku wa leo ninatamka fufuka kwa damu ya Yesu, fufuka kwa damu ya Yesu. Marafiki zangu, amani yangu, miji yangu, maisha yangu, fufuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uzuri wangu, ujuzi wangu, amani yangu, bidii yangu, fufuka kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba, fufua hivyo vitu vyako Baba, katika jina la Yesu ninatamka kila kitu changu kilichokufa kinafufuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninafufua afya yangu kwa damu ya Yesu, ninafufua ardhi zangu kwa damu ya Yesu, ninafufua uchumi wangu, ninafufua maduka yangu, ninafufua kampuni zangu, ninafufua kazi zangu, ninafufua vipato vyangu, ninafufua kwa damu ya Yesu. Ninatamka unafufuka mifupa mikavu, unafufuka mifupa mikavu, unaishi kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila ukavu unaondoka kwa damu ya Yesu. Ninatamka hali yangu unafufuka kwa damu ya Yesu, biashara yangu unafufuka, vipato vyangu unafufuka, uchumi wangu unafufuka, uzuri wangu unafufuka, kibali changu unafufuka, kipawa changu unafufuka, imani yangu unafufuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu unafufuka, kwa damu ya Yesu unafufuka, ujasiri wangu unafufuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, vipawa vyangu unafufuka kwa damu ya Yesu. Ile mwana kondoo, ile mwana kondoo, ile mwana kondoo inafufua, 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 inafufua vicheko vyangu, tabasamu langu linafufuka, linafufuka, uchaji wangu unafufuka, ucheshi wangu unafufuka, mali zangu zinafufuka, kampuni yangu inafufuka. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo ninatamka vyote vinafufuka kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Maisha yangu yanafufuka kwa damu ya Yesu. Neno la Mungu linasema, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Weka mkono wako kichwani. Bwana Yesu, ninatamka usiku wa leo ya kwamba wote wakafufuke usiku wa leo, wote wakafufuke usiku wa leo. Kila kilichokufa kwenye mili yao ninatamka kinafufuka usiku wa leo. Amen. Ninatamka kinafufuka usiku wa leo. Amen. Vyote vilivyokufa kwenye vichwa vyao, vyote vilivyokufa kwenye uso wao, vyote vilivyokufa kwenye mifupa yao, vyote
vyote vilivyofuka kwenye miili yao, vyote vilivyokufa kwa jina la Yesu Kristo, kama neno la Mungu linavyosema kwenye Ezekieli 37 mstari wa 6, anasema nami nitatia mishipa juu yenu. Usiku wa leo ninatamka mishipa mipya, ninatamka mishipa mipya kwa jina la Yesu Kristo. Anasema nami nitaleta nyama iwe juu yenu. Ninatamka nyama zije kwenye vitu vyetu, nyama zije kwenye vitu vyetu. Anasema na kuwafunikiza ngozi na kutia pumzi ndani yenu. Ninatamka pumzi ya uhai inakuja, pumzi ya uhai inakuja, pumzi ya uhai inakuja, pumzi ya uhai inakuja katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, ninatia pumzi ya uhai kwenye vitu vyangu. Ninatia pumzi ya uhai kwenye mali zangu. Ninatia pumzi ya uhai kwenye maisha yangu. Vitu vyote vilivyokufa usiku wa leo ninatia pumzi ya uhai kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu unatia Baba, katika jina la Yesu, nami ninatia pumzi ya uhai sawa sawa na neno lako kwenye Ezekieli. Ulimwambia atabiri ya kwamba pumzi inakuja kwenye mifupa, nami Bwana ninatamka na kutabiri, ninatia pumzi, ninatia pumzi, ninatia pumzi, ninatia pumzi kwenye kazi yangu, ninatia pumzi kwenye afya yangu, ninatia pumzi kwenye afya yangu, ninatia pumzi kwenye mali zangu, ninatia pumzi kwenye kila hali iliyokufa kwenye maisha yangu, ninatia pumzi kwa damu ya Yesu, ninatia pumzi kwa damu ya Yesu, ninatia pumzi, pumzi ya uhai, pumzi ya uhai, pumzi ya uhai kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninatabiri juu ya vitu vyangu vyote vilivyokufa. Ninatabiri ya kwamba vipo hai kwa jina la Yesu. Ninatabiri kwa habari ya vitu vyangu vyote vilivyokufa. Ninatabiri ya kwamba viko hai. Ninatabiri kwenye familia yangu. Ninatabiri kwenye kazi yangu. Ninatabiri kwenye afya yangu. Ninatabiri kwenye mahusiano yangu. Ninatabiri kwenye shule yangu. Ninatabiri kwenye mambo yangu ya kwamba yapo hai kwa jina la Yesu. Yapo hai. Kila chochote kilichopotea ninatabiri kinapatikana kwa jina la Yesu. Tabiri kwa dakika Baba, katika jina la Yesu ninatabiri kila kilichokufa kinaishi, kila kilichopotea kinapatikana kwa jina la Yesu. Amen. Nyanyua sadaka yako, mtu wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Neno lako linasema utatukumbuka leo na vitu vyetu vyote vilivyokufa vitafufuka. Mungu, ninakushukuru kwa sababu mifupa mikavu itaishi tena. Kwa sababu mifupa mikavu itaishi tena. Baba, tunasogeza sadaka zetu mbele ya madhabahu yako. Tunasogeza sadaka zetu mbele zako. Tunaomba Mungu ukazipokee. Tunaomba Mungu ukazikubali. Tunaomba Mungu ukazitakabali. Na vitu vyote vilivyokufa vikafufuke leo kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Utatuma sadaka yako humo. Lakini pia kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na kila kilichokufa ninatamka kimefufuka. Imani yangu, afya yangu, mahusiano yangu, vitu vyangu vyote vimefufuka kwa jina la Yesu. Amen. Basi mtu wa Mungu, utatuma jina lako kwenye namba 0655108869. Lakini pia kama una changamoto yoyote, utatupigia simu kwenye hizo namba 0655108869 au 0716052202. Ninatamka kwa jina la Yesu, mtu unayenisikiliza, nyanyua mikono yako juu. Ninatabiri ya kwamba vitu vyako vimefufuka. Ninatabiri maisha yako yamefufuka. Ninatabiri ndoa yako imefufuka. Ninatabiri kazi, nyumba yako, vyote vimefufuka kwa jina la Yesu Kristo. Amen.